Bayo wako wanang'ang'ania ati chairman ya Ford Kenya party leader ya Ford Kenya. Mimi nilikuwa one of the founders of Ford na Masinde Muliro. Nimesikia Masinde Muliro tulianzisha na yeye Ford. Masinde Muliro tuli after all mimi nilikuwa security coordinator ya Masinde Muliro katika hiyo uwanja tukianzisha nini Kandui. So Ford Kenya iliposaliwa, mnajua history yake, most of you were alive. Hii ni kitu ananyang'anya kutumia ku frustrate Wabukusu. We are not interested in that. After all, parties siku hizi zimekuwa kama briefcase ya kutumia kupata nafasi. Lady wawachane na Wamboka. Na sisi tunaambia Wamboka, ukiwa ndani ya hiyo parliament, ongea. Songa mbele. Songa mbele, ongea. Kuna watu waliongea siasa paka hata wakapikwa risasi kwa hiyo parliament. Tukikusika tutajua sisi umekufa kwa ajili yetu. Don't fear. You have people behind you. It is only us who are talking, the few elders from Bumula. But let me remind him, there are millions and millions of Kenyans, the Luyas, the Kikuyus, the Turkanas in Western region. Hata Kalenjins wengi wanataka railway pite Eldoret. Kwenda uliza yeye polepole wanasema atichui mzee Ruto amefanya sisi namna gani ikapita huko. Wherever he is, let him remember that one day I proposed him kukuwa secretary general wa Wabukusu. Wakati tulikuwa tunatoa Wangamati aende kwa Luya chairman. Wanyonyi yule alikufa akakuwa chairman wa Wabukusu. Walukano does not understand the Bukusu culture. Let him rethink. Dr. Walukano, let me talk now. Naongea na nyinyi sasa mimi. That guy does not understand the culture of Bukusu. How can you call people kwa mkutano atuna complain atumeita wazee wa Bukusu? You people will be there, you will see the boys who are there in that meeting ya kuongea kinyume na hiyo sio yayo. You will be there. He has no right to talk about sio yayo. We know what sio yayo is. We are all circumcised. Mimi nimemaliza miaka karibu 50 tangu nikuwe circumcised. I know what it is. Let them not victimize Wamboka. Na mimi naambia Wamboka mbele ya hii media, usirudi nyuma hata kidogo. Wamboka, don't retreat, because the politics you are playing is for the weak. The politics you are playing in this country is for the less fortunate. Continue playing it. You have masses behind you. Sisi tuko na Wamboka. Sisi ni Wamboka. Sisi ni Wamboka. Sisi ni Wamboka. Sisi ni Wamboka. Let nobody play with him. Let nobody play with him. Speaker akuwe na heshima yake. If he wants to maintain heshima yake, Speaker knows me personally. 1982 wakati mimi nilitaka kupindua Moi, yule mtu alikuwa anasaidia kuorganize watu waende kwa lawyer. I was one of them. Na rafiki yangu anaitwa William. 1982. I know Speaker Wetangula is a very gritty person. Ni mtu ya uchoyo na uchoyo ya utoto tu. Sio yayo kwa Kibukusu. It means you are encouraging somebody akuwe circumcised. Na hiyo ufanyiwa na watoto wakati wanatairiwa. Okay? Wakati ya kutairiwa. Yule mtoto alisimama haso akiomba sio yayo. Alikuwa anaimbia nani?
ambaye alikuwa anatakana kutairiwa? How can you go on media na usema ati alifanyia Wetangula? Si Wetangula alitairi zamani. Watoto siku hizi wanaimba nyimbo za kutairi hata kwa radio. On radio. Hata wamepatilisha siku hizi ndiso mlongo. Watakuwa wanaminya nani wakiimba kwa radio na wewe unasikiza? I think wacha watu wawachane na Wamboka. Wamboka is rightfully in that position to talk on behalf of number 1, Kenyan communities. Number 2, Luhya communities. Number 3, Bukusu communities. He belongs to us. Wakikuyu wangapi wako Bungoma ambao wanafanya biashara na Wahindi? Akisema railway ikujie Bungoma atakuwa anaongea juu ya Wabukusu. All these millions of people will benefit. Don't victimize him. Is the only person who has a platform ya kuongea on behalf of our community in parliament. And that's why tulimchagua. So if you victimize him, you are victimizing thousands of Bumula people. You are victimizing millions of Bukusu people. Wamboka belongs to a community. He's not an ordinary person. He's fighting for the community. Watu wa Bungoma. Of course Jack ni mbaya, na wacha mimi nikubali huyu Jack ni mbaya. Appointments ngapi sisi tumeletewa hapa Bungoma? Walileta appointment ya mtu anaitwa Nakhumicha, eti kwa sababu anaitwa tu Nakhumicha wakasema ni Mbukusu. Anatoka Bungoma. Tuko zero. Unajua Bungoma tunatuongea kuhusu 30% yetu, na wale walinegotiate wanajulikana kuhusu hiyo 30%. Wale watasimama katika mikutano zote watuambie tumewapea appointments wanajulikana. Nakhumicha Trans Nzoia. Wakaleta hii mtu mwingine anaitwa Deborah Trans Nzoia. Wakaleta hii mtu mwingine sijui eti huyu mtu ametolewa kwa KRA ama sijui wapi Watanga, sio mtu ya hapa Bungoma. Wakaleta, you see, tuache kuchezewa. Si eti kama watu kuna mtu ana trade in chances za watu wa Bungoma, wacha tuambiwe wazi. Lakini sisi Bungoma, the way I know, kwa national government tuko zero. Hata ukihesabu tu ufike wapi, si eti jina ya Mbukusu yote, watu wa Bukusu wako Trans Nzoia. Hapa Bungoma kuna Wateso wengi. Wateso wangapi wameandikwa wako kwa nini? Wako kwa serikali, watu hesabie mmoja. So wacha tusemezane ukweli. Kila wakati wao saa hii watasimama mahali wakwambie Nzoia inafanya. Vijana wetu wote wamefutwa kazi. Na hiyo ni jambo yenye nyinyi wote the fourth estate mnajua kwamba watu wetu ambao wanatoka hapa Bungoma wote walifutwa kazi. Rai amekuja na watu yake, na mnajua Rai ni nani. Mmejua hiyo shamba nasikia iligawanwa. Kuna viongozi hapa Bungoma walienda wakagawana hiyo shamba. Mnajua wale waligawana because sio Job na sio Wamboka na sio Orize na sio huyu Alan. Sasa mnajua wale walienda wakagawana hiyo shamba, wenye wanachukua miwa yenye tayari ilikuwa imepandwa wakiuziwa kampuni. Mnajua wale matapeli ni kina nani? Wameenda at industrial park. Up to now niambie nini inaendelea kwa industrial park ambayo watasimama waseme tulileta industrial park. Watuambie industrial park inaenda imetusaidia sisi watu wa Bungoma kufikia saa hii kuanzia 2023 rais akija hapa kufikia saa hii 2026 industrial park inafanya kazi haifanyi. So sisi tumekuwa watu wa kuchezewa shere kama watu wa Bungoma. Sasa saa hii mtoto wetu ile tunaona anaamuka, wanakimbia wanafanya nini? Wanagonga. Ile anaamuka wanakimbia wanagonga. They don't want anybody to have a dissenting opinion ya kutetea watu wa Bungoma. Wao hawatetei watu wa Bungoma. Yule ako na ascending opinion anasema hapana, hii hapa mmenyanyasa watu wetu. Hii hapa mmenyanyasa watu wetu. Hii mradi imegwama, hii imegwama. Huyo ndiye anaenda kufanya nini? Anaenda kufanywa target. Kwani kama chairman, hata kama wanasema wewe ni chairman eti umechukua pesa kwa mtu, chairman unaongoza wenzako. Kwani hao wengine hawakujua unachukua? Hao wengine hawakujua. Eti ndio ikuwe target ya mtu mmoja tu. Which means hao wana target individuals. They are not targeting because kama kamati imeoza, si kila mtu ameoza. Si bunge si kichwa ikioza then kila mtu ameoza. Why target just one individual in a committee?
which means wao hawana shida na kamati, hawana shida na wanakamati wengine. Wao ile target wako nayo ni mtu mmoja ambaye ni Jack Wanami Wamboka, and we know the reason why they are against, why hawataki Jack, na tunasema ni sawa tu. Wacha sisi ikifika 2027 tutapanga mambo yetu. Wacha wao wapange mambo yao kule bungeni. Sisi tunaambia Jack usichukue ile kiti. Wacha wewe rudi hapa Bumula, rudi hapa nyumbani, tupange mambo yetu ya nyumbani. And you have like-minded leaders. Wale tunaweza sukuma hii kurudumu, tutoe hii uongozi ambayo inadhalilisha watu wa Bungoma. Mimi ile siku barabara ya hii ya kutoka hapa kutoka Misiku Brigidia itaisha. Ile siku hii barabara ya kutoka kwenda Mungasi hii itaisha. Ile siku ile barabara ya Musikoma itaisha. Ile siku ile barabara ya kwenda Sirisia itaisha. Ile siku hii barabara ya kwenda Mianga yenye president mwenyewe alisema anaenda kuleta, ile siku itaisha. Nitasema 2 term. Lakini kama sio hivyo ningali tu 1 term. Hii mambo ingine tutadiscuss wakati barabara hizo zimeisha. Hiyo tu kidogo, hata hatuulizi mambo mengi. Sababu ya shughuli zingine ambazo zimekuwa mingi na tumekuwa na notice ambayo ni fupi. Ninataka kuhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba sisi katika hii vita hauko peke yako. Sisi tutasimama na wewe hadi mwisho. Umesimama na sisi tulipokuhitaji na wakati huu unatuhitaji sisi. Sisi kama wawakilishi wa MCS ambao tunawalia mrengo wako, tutasimama na wewe hadi mwisho. Jambo langu la kwanza ambalo nataka kusema mahali hapa ni kwa nini kila kiongozi hapa Bungoma ambaye anajaribu kutetea wananchi ama anajaribu kufanya kazi yake vizuri huwa analengwa na anapigwa vita. Kwa nini? Na ni from the same specific quarters. Tulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa gavana wetu wa Bungoma last regime, Mheshimiwa Wangamati. Kazi yake hadi leo inaonekana hapa Bungoma. Lakini tunajua wale ambao walimpiga vita hadi akatolewa hiyo kiti. Leo hii tuko na mjumbe wa Bumula ambaye amekuwa mtetezi wa wananchi, amekuwa mchapa kazi, anapigwa vita. Tumeona Majimbo Kalasinga kule Kapchai constituency, anafanya kazi vizuri sana. Hata ameorodheshwa katika wabunge ambao wanafanya kazi vizuri katika nchi ya Kenya kama namba 5, lakini anapigwa vita from a specific court. Kwa nini? Tumeona kule Trans Nzoia gavana ambaye yuko kule tangu devolution kuna vitu ambavyo vimefanyika kule Trans Nzoia. Lakini kwa sasa kuna mambo kitembea Trans Nzoia unaona kweli kaunti ya Trans Nzoia inafanya kazi. Lakini analengwa haswa na viongozi fulani ambao tunawajua sisi. Swali langu ni kwa nini hivyo? Inamaanisha viongozi ambao tunatoka Bungoma wakati viongozi wa kushangilia tu mtu fulani ama kusema tu 2 term wasifanye kazi kwa sababu ya wananchi? That is a question ambayo sisi kama wana Bungoma tunajiuliza maswali sana. Kwa sababu kila kiongozi ambaye amesimama kutetea wananchi ama kusimama na wananchi amepigwa vita. Mimi swali la mwisho nauliza, hii serikali ambayo ipo, serikali ya Kenya Kwanza, zile miradi ambazo walituagiza sisi watu wa Bungoma ni lini zitatimizwa? Walituagiza 30% yetu, siku gani itatimizwa hapa Bungoma? Kwa sababu tunapoongea hivi tumebaki na mwaka mmoja tu ili turudi kwa kura. Siku gani hii miradi zote mtuagiza tutatimizwa? Wenzangu wameongelea miradi ambazo walituagiza. Sitaki kurudia kwa haya mambo. Lakini mimi kama kazi wa Tongaren constituency, sisi hatuna hata lami moja ambayo imekamilika. Na walituagiza malami kadhaa. Walituagiza ile ya Misiku Brigidia ambayo tumeongelea kila wakati. Wakatuagiza ile ya kutoka kule Tarubu kuja Sehendo. Hadi leo hakuna chochote ambacho kinaendelea kwenye hiyo barabara. Ni lini hizi miradi zitakamilishwa? Na mwisho mimi nataka kuzungumza kwa heshima kabisa, nizungumuze na Council of Elders ama wazee wa Waluya ambao nimeona jana wakizungumza wakikashifu Mheshimiwa Wamboka. Mimi nawaomba kwa heshima kabisa, sisi tunawaheshimu kama wazee wetu na nyinyi ndio wazee ambao mko tunawaheshimu. Lakini mnapotatua haya mambo mkuwe neutral. Don't be one-sided. Kama nyinyi ni viongozi wa Bungoma ama viongozi wazee wetu, ama mtaka kusolve hii kesi ambayo ipo, lazima mkuwe neutral as you address these issues. Isionekane wazi kwamba mnapo address haya mambo mmelalia upande mmoja. Sasa mnatarajia aje tutoe haya mambo? There's been an attempt on my life. Lakini hata kesho hii wakisucceed kunitoa, naomba watu wa Bungoma hiyo spirit waendelee nayo. I have said publicly
They have attempted to kill me. Na nimewambia, you know, there has been so many deaths. Mukui aliuawa kwa njia ambayo haieleweki. Talena Bangi aliuawa kwa njia ambayo haieleweki. Huyu Mutura wetu huyu Jacob Juma aliuawa kwa njia haieleweki. Umeona juzi Jirongo. Na kila Mluya akikufa, Mluya mmoja anasemwa tu. Kuna hiyo maneno. Sasa you know, maisha yanatoka kwa Mungu. My brother, me I will not mimi nafanyia watu wangu wa Bumula kazi na wanajua. We have worked very well with my brothers here. We will continue doing. Mimi nitaendelea kutetea watu wa Bungoma. Hata nikibaki peke yangu, by the way. Our fathers cannot do it because they are old. Our mothers cannot do it because they are women. Our children cannot do it. Wanami Wamboka will do it. Even if it means costing my life. I'm ready for that price. Lakini hata nikikufa leo, hiyo spirit naona hapa chini imeanza. Mtu asifikiria atakuwa safe. Yeah, we must change the way things are done in Luhyaland. And this Bungoma, we must change. We cannot continue like this. Ati mtu ukiamuka unathreateniwa nani? Ukiamuka unathreateniwa wa Masimbi. Ukiamuka, and you know, sisi azingine tunakaa na speaker. He says some of these things casually. Against Wangamati. Sema msijaribu, msifanye nini. He says some of these things. Paka unashituka unasema sana. Mbona hamkusama? Wakati yeye anatusiwa. Why didn't you sama? Wakati Wangamati chairman wao wanapitia masaibu, mbona hawakuita? Si wameenda wamejipronounce already. Sasa kuita gani wanaita? Hiyo ni unafiki cha please hiyo vitu ya. Tumepitwa na wakati. Hiyo vitu imepitwa na wakati. Hata hapa Bumula tuko na elders. Sasa huyo aite nani? What are you talking about bwana? Those who have lost credibility. If we have to go forward, tuko na wazee wa heshima. Hapa tuko na wazee kina Morris Mahani wa heshima. Huyo kina Patrick Wangamati. Tuko na wazee wa heshima. Lakini kuna wale wazee wanaitwa tu wakati huyo amefinywa kidogo na ndio tunaanza. Wakati anafinywa kidogo wanakimbia kutetea. Sasa si waende tu kwa boma ya speaker. Waende waone nyumba nasikia imejengwa huko mpya. Waende tu huko. Kwa nini wanasema wanaita viongozi wengine? Hapana. Hiyo ni yao. Wakati mambo yamefanyika hapa Bungoma waliita, mbona hawakuita? Mbona as far as I'm concerned there's no crisis. Let's stick to issues. Tumekuwa na malumbano town kali kabisa. Nyinyi mnajua saa hii Senator Wakoli ndiye amefufuka. My brother in law. Ndiye amefufuka. Anaanza kuweka mishale mahali fulani. Mnajua ni nini? Mbona wazee wasiingilie hiyo? Na mwisho, you know, for you to represent people you must be credible. Credibility yao iko wapi? Kan wazee wa Bumula waseme au wazee wanaongea kwa niaba yao? No. Sisi tunajua ile inafanyika. Wanaletewa statement tu hapo na kijana mwingine naitwa Elias, shilingi 50,000, unasema soma hii. Haya, ndugu yangu Chikati anapewa huko. Tunacheza na Chikati mpira. Chikati ile mambo wewe mimi nimefanyia Wetangula. Wewe hautafika nusu. Wacha siku yako itakuja utakuweka shoka. Sasa wacha wazee waache kutumiwa. Mimi baba yangu wako 93 years. Munyange, huyo sio mzee. Hapa Bumula tuko na wazee wengi. Uliza wazee wa Bumula, hiyo maoni yao wanasema ni yao. Jana wazee wamekutana wakiwa wengi, wakienda kwa press, mbona wengine walikataa? Sasa Walukano kusema sisi tunaheshimu hao sana. Lakini kuanza kutumiwa. Wakati Ngome speaker anasema amefuta Ngome na nyinyi ni wazee. Kwani Ngome sio Mluya? Ngome sio Mluya? Sasa mimi si kuambia mtu uimbe hiyo wimbo. Si kusema. Na hii tunataka kusema ni issues. Let wazee stick to issues. Kitambo wazee walikuwa wana unite. Wangesema Wamboka analia. Wetangula amekosea wanitafute waniulize Wamboka shida ni nini? Niwaambie, waende waongee na speaker. Wangetafuta Wangamati. Wangetafuta Natembea.
Watoto wetu wanatolewa kwa vyama. Umeona Sifuna amewekwa hiyo maneno mingi sana saa hii. Caleb Hamisi alitolewa kwa NEC. Saa hii wanawawinda. Majimbo Kalasinga. Mliona hapa anasema ati atahama. A whole leader anasema Majimbo ahame aende Uganda. Mbona wazee walukana walikuwa wapi? Where was he? He lost credibility. Nani aliwachagua? Nani aliwachagua? Are they representing my father who is 93 years? No, they are not. Kama wazee wanatakana wakuwe cultural. Wakati county inalumbana, waite watoto wao waongee. Lakini sio kutake sides umepewa shilingi 50,000. By the way, anybody can do. Mimi nikianza misururo hapa ya press conferences naweza weka kila mahali in every village. I can do. Na mkutano wa empowerment. Tumeempower groups hapo Kasoko. During that emotional moment, someone came akaimba wimbo. Was not the first time. Wakati huko Mabanga, Wetangula akiwa na mkutano, waliimba same song kuhusu Kombo. Mbona wazao wako ongea? Kombo sio mwananchi, Kombo sio Mluya, Kombo sio Mbukusu. Tukiwa mkutano hapa Posta Ground, Wetangula akiwa ndugu yangu Chris Wamalo ambaye pia amepigwa kwa hivi vitu, aliimba wimbo sasa kamzishwa Usako mweno mubi. You remember? Mbona wazao wako ongea? Kwani Lusaka sio Mluya? Ndugu yangu marehemu Kubende alisema, Weta alimuita akasema imba wimbo weka. Asa kare bali ndremo aliram ni ndram. Basa akulu baba wai. Where were they? Wakati governor anatembea ameenda akaingiliwa huko asubuhi kama mnyama. Raided kwa ambazo allegation haziko, wakapeleka kotini, koti ikatupa. Mbona hawa wazee hawakuongea? Wewe unajua wakati rais amekuja hapa Bungoma, party leader wangu rais ametukana Eugene Wamalwa mambo ambayo huwezi sema mbele ya watu. Ati Eugene anakodisha bibi. Na nyinyi wote mnajua Eugene yako na bibi anaitwa Lucy Omulonja, anatoka origin yako ni huku kwetu. Naambia hana watoto. Na mimi najua kina Batho watoto wa Eugene. Mimi nawajua. Ati Eugene hana nyumba. Eugene ako na nyumba hapa Kitale. Ako na nyumba amejenga kwa farm. Eugene amenunua nyumba Spring Valley anaishi. Wakati wanatusi viongozi wetu, wazee walikuwa wapi? Now, cha kushangaza, the worst of all, chairman wa wazee wa Luya, hao walikuwa wazee wa Kibukusu, ni Patrick Wangamati. Patrick alikuwa na plot hapo town. Alinunua enzi zile between hata before sisi tuzaliwa. Patrick Wangamati analipa rates kwa serikali. Amekuwa analipa rates kwa serikali. Wakati anaanza kujenga, anaenda kuchukua permit kwa serikali. Wale engineers wa serikali wanaangalia. Lakini kwa sababu mtu hako na vendetta na familia fulani, wakati walikuja kuangusha nyumba ya mzee chairman wa Council of Elders wa Luya, Patrick Wangamati, hao wazee walikuwa wapi hiyo walikuwa? Where were they? Hii ndio maswali tunaulizana. Where were they? Mbona saa hii wanagutuka from nowhere? Where were they? Paka mzee Wangamati akachukua kiti akasema anakufa hapo. Hata kwenda kumpelekea maji. Akalala hapo. Hata kumpelekea tu maji. Walikuwa wapi? Wakati panipepe inauzwa. Na nyinyi mnajua nani aliuza panipepe? Wetangula ndiye alikuwa speaker. Watauzaje panipepe? Ndiye alikuwa senator. Watauzaje mashini kwa kaunti yako kama wewe hutaki? Mbona wazee hawakuongea? Zoe imeenda. Airstrip imeenda. Wameuzia muhindi anaitwa Rupa. Wanasema wanajenga hapo smart city itafaidi watu. Umepatia mtu anajenga vitu yake na faidi yeye. Ukienda hapo lazima ulipe rent. Inasaidiaje watu wa Bungoma? Ilikuwa imetoka Mombasa.
Nairobi, Nakuru, Eldoret. Kazi ya uongozi ni kupigania watu wao. Sasa wakati railway ina divert, sina shida. Au pia wameenda ndugu zetu wenye alienda huko wako na haki yao. Lakini first unapita mahali ilikuwa. Wakati railway yetu inaenda, ndugu zangu wenzetu walikuwa wapi? Na shida yangu tu, part of my problems ni ile kuuliza railway. Lazima railway ipite Bungoma, Kakamega na Vihiga. Which is our right. Sasa rais juzi amekuwa Vihiga akasema nitaweka station. Alikuwa Kisii akaweka station, Nyamira station. Kutoka wapi? Hiyo pesa inatoka wapi? Pesa inatoka wapi? Vitu imemaliziwa inaenda. Mnajua Waluka angekuwa commissioner wa Parliamentary Service Commission. Mimi nilikuwa mtu wa Raila Odinga. Kabisa. Tulienda tukakaa na Raila. Tukasema Raila alituagiza kiti ya PSC Commission. Raila akaambia Uhuru akaandika barua ya Jubilee. Barua ikakuja bunge kwamba Waluka ndio commission. Ilipofika kwa meza ya speaker kama mtu wa nyumbani nili expect speaker rule mara moja aseme ni commissioner. Akasema hapana. Mtu akiwa amefungwa hawezi kuwa commissioner. How? Ndugu zangu, huyu Waluka angekuwa commissioner. Nani alifanya hakukuwa commissioner? Ni speaker. Hata hiyo mwenyewe anasema. Mimi kazi yangu ni kupigania wanyonge, Waluya. Bora mtu ni Mluya, mtu ukichezea mimi napiga kelele. Uliona wakati Waluka alifungwa? Nilisema hapa Bungoma, no Waluke, no election. Kwa sababu naamini tukishikana kama Waluya tunaenda mbele. Juzi Waluka amelia, rais alikuwa akuje kwake Desemba mchezo. Nani alikataza rais kuja? Si alisema, ninyi mnajua hiyo maneno. So as a county, we want to talk about issues. Hivi vitu vingine ya side show, sisi waachane na sisi tuongelee ma issues.